Naam, ujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye taarifa za moja jioni majira ni Afrika Mashariki. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Naam, nami jina langu ni Morin Simiyu. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba zaidi ya familia 60 zaadhiriwa na mafuriko Karachuonyo baada ya mto Oluch kufurika. Donald Trump awahimiza wakurudi washambulia Iran huku Israeli ikianzisha mashambulizi makubwa Tehran. Serikali yatoa zaidi ya shilingi bilioni 1.7 kwa kaya zilizowalea yatima na watoto walio katika mazingira magumu nchini. Na Ruto atangaza shilingi milioni 20 katika mwaka kuendelea mpango wa kuwawezesha wasanii wa marehemu Joanna Ng'eno. Taarifa kamili. BetCity FM, the voice of the jungle. Naam, zaidi ya familia 60 zimeathiriwa na mafuriko katika eneo la Bala, kaunti ya Homa Bay. Haya yanajiri baada ya mto Oluch kufurika na kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa ilionyesha Alhamisi usiku. Kati ya familia zilizoathiriwa, familia 10 zimeachwa bila makazi baada ya nyumba zao kufunikwa na maji ya mafuriko. Na kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump aliwahimiza wanajeshi wa kurudi wa Iran walioko Iraq kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran huku mzozo wa Mashariki ya Kati ukizidi kupanuka. Wakazi Azerbaijan ikionya kuwa italipiza kisasi baada ya kulengwa na makombora ya Iran. Israeli Jumaa ilisema imeanza wimbi iliyotajwa kuwa kubwa la mashambulizi dhidi ya miundombinu katika mji mkuu wa Tehran, huku miji ya Ghuba ikiendelea kushambuliwa tena na Iran. Iran ilianzisha shambulizi la ndege zisizo na rubani usiku dhidi ya kambi ya jeshi ya Marekani nchini Qatar, ambayo ni kambi kubwa zaidi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Maafisa wa Qatar walisema hakuna vifo vilivyoripotiwa. Na kwa taarifa nyingine kwamba serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.7 kwa mamia ya maelfu ya kaya zinazowalea mayatima na watoto walio katika mazingira magumu kote nchini. Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma kwa Watoto ilitangaza Alhamisi. Katibu mkuu wa idara ya huduma wa watoto Karen Ang'eng'o katika taarifa kwa vyombo vya habari alisema wizara imetoa jumla ya shilingi milioni 1.7 kwa kaya takriban 400,000 zinazonufaika chini ya mpango wa uhamasisho wa fedha kwa yatima na watoto walio katika mazingira magumu, ambao ni nguzo muhimu ya mpango wa serikali wa ulinzi ya kijamii wa Inua Jamii. Malipo hayo yanahusishwa mzunguko wa malipo wa Januari na Februari mwaka 2026, na kila kaya itapokea malipo ya mara mbili ya shilingi 4,000 kwa kila mwezi. Malipo hayo yanachakatwa kupitia mtoa huduma wa malipo aliyepewa kandarasi. Na Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali yake imetenga shilingi milioni 20 kila mwaka kwa kipindi cha miaka 5 ijayo ili kuendeleza mpango wa kuwawezesha wasanii ulioanzishwa na aliyekuwa mbunge wa Emuru Dikirr marehemu Joanna Ng'eno. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi ya mbunge huyo pamoja na waathiriwa wengine 4 wa ajali ya helikopta iliyotokea Ijumaa, Rais Ruto alimpongeza marehemu Ng'eno kwa kujitolea kwake katika kuwawezesha wasanii hasa katika mji wa Eldoret. Rais alisisitiza kuwa serikali itaendelea kazi iliyoanzisha Ng'eno kupitia Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Urithi. Alisema kuwa juhudi za marehemu katika kuwainua wasanii zinastahili kutambuliwa na kuendelezwa. Rais aliongeza kuwa kwa miaka 5 ijayo serikali itatoa shilingi milioni 20 kila mwaka ili kuendeleza mpango wa kuinua wasanii uliokuwa ukifanywa na marehemu Ng'eno, na kwamba mpango huo utasimamiwa na wizara inayohusika na sanaa. Aidha, Rais Ruto alikumbuka jinsi marehemu Ng'eno alivyokuwa na ari kubwa ya kuwasaidia wasanii. Alisema wakati mmoja mbunge huyo alimfuata akihitaji shilingi milioni 30 ndani ya saa 44 ili kufanikisha hafla ya kuwawezesha zaidi ya wasanii 20,000 katika mji wa Eldoret. Na mwenzangu, kabla hajatamatisha habari zetu, naam, ni kueleza tu ya kwamba ama ni
nikudokeze kuhusu hiyo habari ya mafuriko ambayo yanashuhudiwa katika karibu kila sehemu ya nchi kabisa. Unaji nimeona hata pale kwa mazishi ya marehemu Ng'eno watu wamepata shida sana kufika pale kwa sababu ya mafuriko yale. Kwa hakika ni jambo linalosikitisha zaidi. Manake watu wengi walikuwa wamejipanga kwa hizo shughuli, kwa mazishi, lakini unaona wengi wamekatiziwa. Manake maji imewakatizia, wengine hata wameonekana kubebwa kwa sehemu tofauti tofauti na maji. Ni jambo la kusikitisha, lakini serikali wakifanya jambo, kila kitu kitakuwa shwari kabisa. Sijui kama wewe umeathirika kwa njia yoyote ile kwa sababu ya hii mvua ambayo inashuhudiwa kila na unajua mvua hii inaambatana na baridi kali zaidi. Naam, kuna baridi. Kwa hivyo unahisi baridi? Kabisa, baridi ipo. Kila mtu anahisi baridi. Naam. Watu wanaona pale nje na labda wangekuletea gunia la makaa. Na hivyo basi, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kukutakia kila laheri. Endelea kutegea Betsita FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirei. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Betsita FM, the voice of the jungle.